Umewahi kunenewa maneno mabaya au umewahi kuambiwa vitu vibaya? Hautofanikiwa, hautaendelea, hautosogea, utakuwa na madeni mpaka kufa. Hivyo ndivyo watu wanavyokwambia, na unaona kama hicho kitu kinaendelea ijapokuwa umeokoka. Sasa unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa uitie damu ya Yesu. Biblia inasema, kusoma kwenye Ibrania 12 mstari wa 24, inasema na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Habili. Ngoja nikupe stori kidogo. Habili alipokufa, damu yake ilimlilia Mungu ili aweze kupewa haki yake kutoka kwa ndugu yake Kaini. Ndio maana Bwana akamlaani Kaini, kwa sababu damu ya Habili ililia akiwa iko alizini. Damu ndio uhai wa mtu, sijui unaelewa? Kwa Biblia inatuambia kwa habari ya Kristo Yesu kwamba Yesu ni mjumbe wa agano jipya ambaye ametupatanisha sisi na Mungu, lakini damu yake ni damu ya kunyunyizia ambayo ina uwezo wa kunena mema kuliko ile damu ya Habili. Maana damu ya Habili ilikuwa inadai haki yake tu, lakini damu ya Yesu inatudaia sisi haki kwenye vile ambavyo tulivyopoteza. Kwa inapotokea kwamba ulinenewa maneno mabaya, labda hautakuja kufanikiwa, hautakuja kuolewa, hautakuja kufanya nini, itia damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu inaweza kunena mema, yani inaweza kufuta yale ambayo yalikuwa yamenenewa. Kama wewe hautakuja kufanikiwa, itia damu ya Yesu, sema ninayafuta haya kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth, na ninakili ya kwamba nitaolewa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa sababu jina la Yesu Kristo ndio jina lililokilimiwa katika majina yote. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 10 mstari wa 13 inasema kila aliitiai jina la Bwana atafanya nini? Ataokoka. Kwa pale unapokuwa umenenewa mabaya, kumbuka kuitia damu ya Yesu, ili damu ya Yesu inene mema badala ya yale mabaya, kwamba ninalipa damu ya Yesu. Pale waliposema sitaolewa, ninafuta, ninalipa yale maagano, ninafuta, ninaandika ya kwamba ninakiri katika jina la Yesu ya kwamba nitaolewa, ninakiri katika jina la Yesu kwamba nitafaulu, ninakiri katika jina la Yesu kwamba nitafanikiwa, ninakiri katika jina la Yesu kwamba nitaongezeka, ninakiri katika jina la Yesu ya kwamba nitaenea sana. Sasa na kile kitabu cha Isaya 54. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze na kukuhifadhi. Jina langu naitwa Tabisa. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na share. Bye.